Daniel Kariuki, KTN. Na furaha ilitanda katika shule ya msingi ya Tala SA Comprehensive iliyopo katika kaunti ya Machakos. Hii ni baada ya shirika la The Standard kuzuru eneo hilo na kuzindua mpango wa elimu magazetini maarufu NIE. Christopher Gisiri alikuwa katika hafla hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Hadia, hujambo? Tuko moja kwa moja kutoka shule ya Tala SA iliyopo katika kaunti ya Machakos, ambapo tuko kwenye mpango wa elimu magazetini yani NIE, ambapo tumekuja kuzindua mpango huu katika shule hii, ambapo siku ya leo tuna furaha tu isiyokuwa na kifani, kwani tumepata nafasi ya kuzungumza na walimu, wanafunzi wa shule hii. Tunataka tusikie tu hisia zao baada ya kuzindua mpango huu, ambapo sasa wanafunzi hawa watakuwa wanapata gazeti kila siku ya Jumanne, zaidi ya gazeti 22 ambao litawafaa zaidi wanafunzi haswa katika elimu yao ya kila siku. Wacha tusikie baadhi tu ya hisia za walimu hawa. Wanahisi vipi sasa maana gazeti hili litakuwa linakuja kwenye shule hii kila siku ya Jumanne? Labda mwalimu, jina lako unaitwa nani? Na sasa gazeti mtakuwa mnalipata nyinyi kama walimu, labda gazeti hili litawasaidia kwa njia gani? Anza na jina lako. Tuna furaha sana kwamba KTN wameona ni vizuri tuweze kushughulika na wao pamoja katika masomo ya wanafunzi. Wakati magazeti yanafika shule, huwa kuna vipengele tofauti kwenye masomo, tunasaidia wakati wanasoma fasihi, kuna maswali yanaleta pale, vile vile kuna majibu. Endelea kujizoesha, na wakifanya mazoezi zaidi katika somo la Kiswahili wanakuwa na uwezo hata wa kujibu maswali na mitihani yao kwa uzoefu mkubwa. Sasa tunashukuru sana kwamba wanafunzi wetu wataendelea vile vile kuandika insha ambazo zitakuwa zinapatikana kwenye magazeti, na kifanya kule kushindana kuandika insha wanaongeza uwezo wao na ubunifu wao katika somo la Kiswahili vile. Kwa majina yangu ni Salome Mutua, mwalimu wa shule ya msingi Tala SA. Gazeti hili kwa wanafunzi litawapevua akili zao wakati ambapo wanasoma, upate wamepata vile vipengele muhimu vya kusoma. Anaweza kujua kile ambacho amesoma, nafasiri kile ambacho amesoma. Unapata huyu mwanafunzi wakati ambapo anapatiwa lile gazeti anajua kile ambacho anasoma, na wakati mwingine anaweza kitumia kujielezea katika mitihani yake, kujielezea katika mambo ya sasa, na hata wakati huu wanapata kujua masuala ibuka ambayo yako. I am Gentrix Omondi. I'm a teacher of English in the Tala SA school. This is a very welcome idea because CBE is a hands-on curriculum. It is going to help our children in that they're going to be hands-on. It is not about the teacher alone. This is the children are going to interact with the newspaper and get whatever it is that we want them to get from it. So it is a really, really good idea. I'm Victoria Hassan Fas, and I teach English in Tala SA Junior School. The newspapers are going to help us as we teach in class, especially some other times we have to include other teaching learning aids apart from the textbooks, and they are going to help our learners to learn what is happening outside the school and around the world. Jina langu ni Florence Muthusi, the senior teacher Tala Comprehensive School. Ningependa kusema asante sana kwa watu wa KTN. Wanafunzi wangu ningetaka pia kuwaambia watumie standard kuweza kusoma na kuelewa mambo mengi ya kielimu, especially huu mtaala mpya wa CBE ambao watasaidika sana kama wanafunzi, pia walimu watasaidika sana kuweza kusoma vizuri. Basi Hadia, umesikia haya yamesemwa na walimu, yote kumbe wamesema labda gazeti hili litawasaidia pakubwa hasa kwenye mtaala ule mpya wa CBE, ambapo wamesema unazingatia sana masuala ibuka ambayo yanatokea kila siku, ambao sisi wenyewe huyaandika kwenye lile gazeti la The Standard. Kutoka hapa shule ya Tala SA, narudi kwako Hadia, nikisema sisi kama shirika tunasema si bora tu elimu, lakini siku zote tunasema elimu bora. Na mtazamaji, taarifa hiyo yake ya Christopher Gisiri inanifikisha mwisho mwa taarifa za mbiu ya KTN alasiri ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi, nasema shukrani za dhati kwa kuwa nami hadi tamati. Nimekuwa wako Hadia Mwasiwa, na mwenzangu Willis Mushora amekuwa akitafsiri taarifa hizi kwa lugha ya ishara. Hadi wakati mwingine inshallah. Kwaheri.